Mara nyingi tumekuwa tukimfahamu Clemence Mwandambo. Huyu ni mtu ambaye tumekuja kumfahamu kupitia clips zake hizi ambazo amekuwa akionekana kama vile anachekesha, lakini amekuwa achekeshi kwa upande wake. Amekuwa akielezea sana sana kuhusiana na masuala ya haki na vitu kama hivyo. Amekuja kuibuka tu kitambo, lakini kumbe jamaa yupo tu kwenye ramani kwa muda mrefu sana. Sasa siri ni nini ambayo ilimfanya Clemence Mwandambo akaweza kuacha uchungaji na kuja kuwa huyu ambaye tunamuona sasa hivi? Bwana ameandika Mange Kimambi pale kupitia ukurasa wake wa X. Nadhani mtaweza kuwa mmeona, wale ambao wanafuatilia sana kule X wataweza kuona kile ambacho ameweza kukiandika Mange Kimambi kufichua siri ya huyu jamaa, ambapo inasemekana kuna sababu kubwa sana nyuma ya pazia ambayo iliweza kupelekea haya yote ya Clemence Mwandambo kuweza kutokea, kutoka kuwa mchungaji mpaka kuwa mwalimu na mpaka sasa hivi kwa mtu fulani hivi ambaye yeye haamini katika dini yoyote ile pale, haamini katika dhehebu lolote, na haamini katika huyu Mungu ambaye wengi tumekuwa tukimwamini. Sasa sababu kubwa ni nini? Kuna siri nzito nyuma ya pazia, na hii kitu inaonekana ilimaffect sana kiroho, ama ilimathiri sana kiroho na kumfanya awe ni mtu fulani hivi ambaye anaamini yalimtokea kwa sababu tu ya kile ambacho alikuwa anakifanya kazi kwa wakati huo. Yani kiufupi, yeye anaamini kwamba ni kama alikuwa anakufuru kwa ile kazi alikuwa anaifanya. Sasa sababu kubwa ni ipi? Nini kilichomtokea? Mimi nitanukuu kile ambacho kimeweza kusemwa na Mange Kimambi, ameweza kuandikwa na Mange Kimambi kama ilivyo, alafu mwisho siku wewe utakuja kuniachia comment yako kutokana na kile ambacho unaamini kwamba kwa upande wako kinaweza kikaa kweli sababu ya msingi, ama kinaweza kimpelekea kwa kiasi kikubwa Clemence Mwandambo kufikia hatua hii ambayo ameweza kuachana kabisa na masuala ya dini, ameachana kabisa na masuala ya uchungaji na vitu kama hivyo. Sasa huyu ni moja watu ambao walikuwa na influence kubwa sana, lakini pia alikuwa na waumini wengi sana katika kanisa lake. Alishawahi kufungua kabisa kanisa lake pale jijini Mbeya, ambapo alikuwa ni kama mchungaji, alikuwa anawahudumia watu kwenye masuala ya maombi na vitu vingine vingi kama ambavyo tunaona wachungaji wengi wa siku hizi. Clemence Mwandambo amehudumu kwa muda mrefu sana kwenye sekta ya kuwa mchungaji, na baadaye aliyokuja kutokea akamfanya akaweza kuja kuwa mwalimu na kuamua kuendelea na mishemishe nyingine, kuachana na uchungaji, lakini pia kutoka kumcha Mungu na kulihubiri neno la Mwenyezi Mungu mpaka kuwa mmoja watu ambao wanapinga sana Biblia na watu ambao wanapinga sana Qur'an, lakini pia ni mtu ambaye haamini katika hivyo vitabu viwili vitakatifu. Sasa kabla sijakupa ukweli wote juu ya kile ambacho kimeweza kuandikwa kuhusiana na Clemence Mwandambo na nini siri kubwa ambayo ilimpelekea yeye akafikia hatua kama hii hapa hivi, naomba nikukumbushe kwamba hapa ndio mahali ambapo tutakuwa tunapata story nyingi sana ambazo pengine ulikuwa huzijui kabisa. Kwa hiyo point ya msingi ni wewe tu kuonyesha upendo, kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo uta like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakuwa ukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na mastaa basi unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata hapa. Sasa hakikisha tu umesubscribe hapo chini ya hii video, alafu tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu kweli wote juu ya hiki ambacho pengine inaweza kuwa ni siri ambayo ulikuwa hujui kabisa. Sasa inasemekana kwamba kilichomfanya Clemence Mwandambo akabadilika na akaacha uchungaji ni swala moja tu ambalo nadhani kama kuna wachungaji wengine nimekuwa likiwakuta, basi wamekuwa wakijaribu kudili nalo perpendicular kuhakikisha kwamba haliwakuti kwa namna yote ile pale. Clemence Mwandambo kipindi ambacho alikuwa mchungaji, kwa mujibu wa kile ambacho kimeweza kuandikwa, na mimi nakupa tu summary ya kile ambacho kimeweza kuandikwa, inasemekana kwamba alikuwa ni mmoja watu ambao walikuwa na ile nguvu kubwa sana ambayo ilimfanya akapata waumini wengi sana katika kanisa lake. Sasa kumbuka, uchungaji ni kama vile tunaweza kusema kwamba ni kama kazi nyingine tu, ambapo wewe ukiwa na kazi kuna watu ambao wanakunya wivu, kuna watu wanakupiga vita na vitu kama hivyo. Sasa kama ambavyo tunafahamu, Mbeya ni sehemu ambayo ina wachungaji wengi sana. Sasa inasemekana kwamba alishawahi kuwa kwenye mgogoro na moja ya mchungaji ambaye ilifikia hatua wakawekeana ile kupingiana kwamba tutaona sasa jinsi mambo yatakavyokuwa. Sasa katika hali kama hii hapa, walikuwa ni watu wa aina moja, kwa maana yeye alikuwa ni mchungaji na mwenzake akawa mchungaji. Ndipo ambapo jamaa alikuja kuanza kuona mambo ya ajabu kuanzia kanisani kwake, na inasemekana kuna siku alishawahi kuamka akajikuta yuko makaburini, yani amelala makaburini. Yote ilikuwa ni sababu ya kila ambacho alikuwa amepinga na mchungaji mwenzie ambaye hakuweza kutajwa jina. Na inasemekana wakati siku ameamka akiwa makaburini, alikuta barua pale na ujumbe uliomwambia kwamba
Huu ni mwanzo tu ambao unatokea, lakini kuna mengi ambayo yatakutokea kutokana na kwamba umeamua kushindana na mimi. Sasa ilivyotokea swala kama hilo hapo hivi, moja kwa moja picha lilikuja na akaamini kwamba michezo anachezewa na yule mtu ambaye alikuwa amemwambia kwamba tutaona, yani mchungaji mwenzie ambaye ni kama vile tayari walikuwa kwenye ugomvi. Hayakuishia hapo, kunaambiwa siku nyingine alishawahi kuamka akiwa amelala nje, na kibaya zaidi alikuwa amelala akiwa mtupu kabisa, hana nguo yoyote, kitu ambacho kilizidi kutengeneza namna fulani hivi na kuona kwamba licha ya yeye kuwa mchungaji, licha ya kuwa na nguvu za kiroho, lakini bado alikuwa anaandamwa na wenzake walikuwa wanamweza, kitu ambacho kilimpa nguvu sasa yeye kuona kwamba basi zile nguvu alizokuwa nazo yeye alikuwa na mwabudu Mungu yupi ambaye alikuwa hamsaidii kwa kipindi hicho, na ndio maana akaamua kuachana na uchungaji na kuamua kwanza, maisha yake mengi anaishi maeneo ya polini sasa hivi, ndivyo ambavyo akaamua kujitenga kabisa na mjini, akawa anaishi pembeni, akaamua kufungua shule yake, ijapokuwa hata kipindi hicho alishakuwa mwalimu tayari, akaamua kufungua shule yake na maisha mengine akaendelea, na kuona kwamba dini haina nguvu yoyote, na akaacha kuamini kabisa kwa kuhusiana na Mungu, kwa sababu aliamini kwamba kama Mungu angekuwepo, basi kwa kile ambacho kilikuwa kinamtokea huenda angepata msaada. Na alikuwa anajiuliza maswali mengi, kwa inavyosemekana kwamba kama kweli anachokiamini kiko sahihi, kwa nini kila siku anapitia mambo ya kuweza kulala nje, anaamka amelala makaburini na vitu kama hivyo. Inasemekana siri kubwa ndio hii hapa hivi, na baada ya kuachana na baada ya kuchukua maamuzi kama hayo, yale maruerue yalianza kuisha kabisa na kuweza kukutana nayo katika maisha yake kwa mara nyingine tena. Sasa imesemwa hivyo tu, sijui kama kuna mengine ambayo yako nyuma ya pazia na hatuyajui, lakini mimi nimekupa tu nukuu ya kile ambacho inasemekana ndio sababu kuu ambayo ilimfanya akaweza kuchukia kabisa hayo maswala na akaamua kuishi maisha mengine ambayo ni tofauti kabisa na kile ambacho wengi walikuwa nafikiria. Japokuwa kuna sababu nyingine ambazo zilishawahi kuja kusemwa na baadhi ya watu wa karibu, na kusema kwamba yeye alivyokuja kuwa mchungaji ni kama vile kufilisika kulianza. Yani mwanzoni alikuwa vizuri tu, lakini kibaya zaidi baada ya huo ugomvi na huyo mchungaji alikuja akajikuta akawa anafilisika zaidi, kitu ambacho kilimfanya kanisa lake likapukutika, lakini alishindwa kurudi tena katika ubora wake. Ndipo ambapo akaona kabisa kwamba alichokuwa anakifanya ni kama vile alikuwa anapiga mark time tu na hakuna lolote ambalo alikuwa analifanya la maendeleo. Akaamua kuachana na hiyo imani na mwisho siku akarudi kuamini kile ambacho anakiamini sasa hivi, na ndio maana ukimsikia kwenye clip zake utakuta waga ni mtu fulani hivi ambaye haamini kabisa katika dini yoyote, lakini pia yeye haamini kama kuna uwepo wa Mwenyezi Mungu, kitu ambacho unaona inaweza kama kinawashangazaga watu wengi sana, kwa sababu waga inafika hatua anatukana kabisa mpaka hilo jina la Mwenyezi Mungu, kitu ambacho kiuhalisia anakuwa anakosea kwa imani za watu wengi zaidi. Sasa sijui kama ni uhalisia au ni nini, kwa sababu akili zake pia inaonekana haziko sawa kwa hicho ambacho amekuwa kikifanya. Hata kama mtu huna imani, ni ngumu sana kuweza kukutana na imani za watu wengine kwa sababu tu eti wewe sio wa imani ya namna hiyo hapo hivi. Sasa inaweza kaa kweli au sio kweli, lakini comment yako ni ipi kuhusiana na hii? Unadhani kweli haya inaweza kaa imepelekea yeye kuweza kufikia hatua kama hii, au inaweza kaa ni namna tu ambavyo imeweza kuzungushwa, lakini kuna sababu nyingine nyuma ya pazia? Comment yako ikihusika utakomentisha sana, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.